Kwa jina naitwa Dr. Isige Mutajwa, kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara. Kwa tarehe 26 hadi 30 mwezi huu Januari, hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara imeandaa kambi ya kibingwa ambao tunategemea kutoa huduma za kibingwa katika maeneo matatu: maeneo ya mifupa, maeneo ya macho, lakini na maeneo ya pua, koo na masikio. Na hospitali yetu imeandaa kambi hii kwa sababu kumekuwa pia na wagonjwa wengi kwenye maeneo haya matatu, hasa hilo eneo la pua, koo na sikio, ila kwa nature ya mkoa wetu bado kidogo hilo eneo hatujajitosheleza kwenye huduma, lakini pia kwenye eneo la mifupa na eneo la macho. Na kwenye hii kambi tuna madaktari wetu wa ndani, lakini pia tumeita madaktari wengine bingwa kutoka kwenye hospitali nyingine. Tunashirikiana na hospitali ya KCMC ambapo kuna wataalamu kule wa macho watakuja kuongeza nguvu kwetu, lakini tunashirikiana na timu ya wataalamu wa mifupa kutoka hospitali ya Kanda ya Mbeya ambao nao watakuja wakishirikiana na timu yetu katika kutoa huduma hii. Vile vile pia tutakuwa na mtaalamu mwingine pia wa pua, koo na sikio akishirikiana na kwetu hapa kwa ajili ya kuongeza huduma. Huyo mwingine anatoka Dodoma, lakini mwingine hapa kwetu. Kwa lengo ni kutoa huduma kwa wananchi ambao pia wamekuwa wakipata hizi shida na wakati mwingine hawajui waende wapi. Lakini pia tunatumia fursa hii ya kuweka kambi ili watu waweze kujua kwamba hizi huduma zinapatikana katika hiyo hospitali yao ya rufaa ya mkoa. Wengi wamekuwa wakihangaika, wanasubiri mpaka miezi 3-6 hawajui wafanye nini. Lakini pia kupitia fursa hii napenda kuwatangazia kwamba sisi hizi huduma tunazo. Kama huduma za mifupa tumeshaweza kujiwekeza huko, tunafanya operations za mifupa kwa wale wanaokuwa na changamoto, lakini pia operations za mambo ya pua, koo na masikio tumekuwa tukizifanya. Na eneo la macho tumekuwa tukiandaa kambi mara kwa mara kama hivyo, lakini pia na kufanya mazoezi ambayo tunaenda katika jamii kwa kushirikiana na wenzetu wa KCMC. Na katika kambi hii wananchi watakuwa na njia mbalimbali za kujiandikisha au za kupata huduma au ya uchangiaji. Kuna wale wanaotumia bima, kwa hiyo tutaendelea na mifumo kutumia bima mbalimbali, ikiwemo bima hii kubwa ambayo ni NHIF na zile nyingine binafsi ambazo zina mikataba na sisi. Lakini pia na wale ambao wanalipia moja kwa moja kutokea mfuko yao, pia utaratibu upo ambao ni ule wa kawaida ambao tunatumia hospitali kwa siku zote. Kwa hiyo ni wasii wananchi wote ambao wana changamoto na ambao wamepata taarifa hizi au wanapata taarifa kupitia tangazo hili kwamba wakaribie, na mwingine hata kwa ajili ya check up pia. Mwingine haelewi ni nini, ni nafasi hii pia kuja kupata uelewa na kuchunguzwa kwa ajili ya usalama wako. Huduma zitaanza tarehe 26 kama nilivyosema mpaka 30 wiki ijayo, na ni kuanzia asubuhi kabisa saa 2 mpaka saa 10 jioni. Kwa hiyo wananchi wote tuwahi kwa ajili ya kupata hizo huduma. Kwa hiyo nawakaribisha wananchi wa Manyara na mikoa ya jirani ambao wanaweza kufika kwa ajili ya kupata huduma hii. Lakini pia nipende kusema kwamba ni mpango mkakati wa hospitali yetu kufanya hizi kambi za kibingwa. Kwa mwaka huu itakuwa ni kambi ya kwanza, lakini tunategemea mwezi wa 3 tutakuwa na kambi tena nyingine, mwezi wa 4 tutakuwa na kambi nyingine, wa 6 hivyo hivyo, na hizi zitakuwa zinabadilika kwa magonjwa au ubingwa tofauti ili kuweza kuwafikia wananchi mbalimbali kwa ajili ya kupata huduma na matibabu, lakini kwa ajili ya uchunguzi na kuweza kujiepusha pia na magonjwa kabla hajawa katika hali mbaya. Lakini pia kwa kipindi hichi pia nitoe wito kwa wananchi. Kuna hili swala ambalo linaendelea na ambalo lishaanza la bima ya afya kwa wote. Ni wasii wananchi tutumie fursa hii sasa ya kujiandikisha na kuchukua hatua sasa ya kuwa na hizi bima. Hii ni inasaidia sana. Huko nyuma tuliona watu wengi wanashindwa kumudu gharama za matibabu kwa sababu hawana bima. Sasa kwa kuwa serikali imeshafungua uwanja, ni vizuri sasa wananchi wakajiandikisha na wakalipia hizi bima ili kuweza kupata yale matibabu ya msingi bila usumbufu wowote. Pamoja kwamba tutakuwa na hizo huduma za kibingwa 3, huduma zile nyingine za kibingwa kwa maana magonjwa ya ndani zitaendelea kama kawaida, huduma za kibingwa za upasuaji zitaendelea kama kawaida, huduma za kibingwa za watoto na mambo ya kina mama kwa maana ya gyne na obstetrics zitaendelea kama kawaida. Kwa wale wengine nao waje
kliniki zao zitaendelea kama kawaida, na tumejitahidi kupanga kwamba kila watu watahudumiwa sehemu zao na vyumba vyao bila kuathiri huduma zinazoendelea kila siku. Kwa hivyo kila kitu tumejipanga, tutahudumia watu wote kulingana na uhitaji wao.